Karibu mpenzi mtazamaji wa Robin Media. Asubuhi ya leo ninakuletea habari zilizojiri duniani. Jina langu ninaitwa Robin Rachel. Tunaanza na habari kutoka kule Marekani, ambapo habari zinasema rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kusafiri na kuja Afrika katika nchi ya Misri. Kupitia ripoti mbalimbali za vyombo vya habari, inasemekana safari yake ya kuja Misri inaweza ikafanyika siku ya Jumapili hii ya tarehe 12 Oktoba. Habari zinaripoti kwamba lengo kuu la safari ya Trump kuja Misri ni kushiriki katika mkutano wa kimataifa utakaokutanisha viongozi mbalimbali wa dunia, ambapo mada kuu itakuwa ni kuiongelea Gaza, juu ya makubaliano ya kusitisha Gaza na jinsi ya kujenga tena ukanda wa Gaza. Pengine ungependa kujua kwa undani zaidi juu ya nini haswa kilichopo nyuma ya pazia kinachofanya rais wa Marekani awe mstari wa mbele kabisa katika kukutana na viongozi wa nchi za Mashariki ya Kati juu ya mgogoro huu wa Gaza. Haya na mengine mengi nitakwenda kuyaongea katika group letu la WhatsApp. Twende katika habari yetu inayofuata, na ni kule Venezuela, ambapo mwanamama mpinzani mkuu wa rais wa Venezuela Nicolas Maduro ameweza kutoa tuzo kubwa duniani ambao ni tuzo ya Nobel. Mwanamama huyu si mwingine bali ni Maria Corina Machado. Ushindi wa mwanamama huyu umetangazwa siku ya Ijumaa ya tarehe 10 Oktoba, yani jana. Kwa wasiomfahamu mwanamama huyu, labda nikuletea wasifu wake kwa ufupi. Maria Corina Machado alizaliwa Oktoba 7 mwaka 67 kule katika mji mkuu wa Venezuela, Caracas. Ni msomi aliyesomea mambo ya uhandisi wa viwanda na uongozi. Mwanamama huyu amekuwa akipinga utawala wa Nicolas Maduro na kuahidi wa Venezuela kuwaletea utawala wenye demokrasia. Mwanamama huyu amekuwa akipitia misukosuko ya hapa na pale katika serikali ya Maduro. Kutokana na misukosuko hiyo, wengi wanachukulia kama yeye ni shujaa, hivyo jina lake likapendekezwa katika tuzo za Nobel na kutangazwa mshindi wa tuzo hiyo katika kipengele cha amani siku ya tarehe 10 Oktoba. Tujikumbushe, tuzo hii ya Nobel kipengele cha amani, wachambuzi wa mambo wanadai kwamba rais wa Marekani Donald Trump alikuwa akitegemea kukishinda yeye. Hata hivyo, baada ya ushindi wa mwanamama huyu, habari zinasema ofisi ya mawasiliano ya ikulu ya Marekani ilisema kwamba tume ya tuzo hii ya Nobel imeweka siasa mbele badala ya amani. Hata hivyo, ushindi wa mwanamama huyu Maria Corina Machado una maana kubwa sana katika siasa ya Marekani, katika siasa ya Venezuela, lakini pia una maana kubwa sana katika umoja wa BRICS. Ninamaanisha nini ninaposema kwa maneno hayo? Ninamaanisha kwamba Marekani anakwenda kufaidika zaidi kutokana na tuzo hii aliyoshinda mwanamama huyu, hasa kutokana na sera ya Marekani dhidi ya Nicolas Maduro. Lakini pia nchi zinazounda umoja wa BRICS zinakwenda kuwa njia panda hasa katika sera zake juu ya Venezuela. Uchambuzi wa jambo hili nao liongelea kwa undani zaidi nitachambua katika group letu la WhatsApp. Na kupeleka katika habari ya mwisho, nayo ni kule Korea ya Kaskazini. Siku ya Ijumaa ya tarehe 10, yani jana, Korea ya Kaskazini wameionyesha dunia bado wana marafiki wenye nguvu wanaowaunga mkono licha ya kutengwa kimataifa na kuwekewa vikwazo lukuki. Haya yote yalijiri katika sherehe maalum ya kitaifa ambayo ilihusu kusherekea miaka 80 ya utawala wa chama tawala cha Korea ya Kaskazini kinachoitwa Workers' Party of Korea. Katika sherehe hiyo, rais wa Korea ya Kaskazini Bwana Kim Jong-un alihutubia taifa lake na kusisitiza umuhimu wa utiifu katika chama hiko. Wageni waalikwa ni pamoja na rais wa zamani wa Urusi Bwana Dmitry Medvedev pamoja na waziri mkuu wa China Bwana Li Qiang. Ugeni huu mzito ulifanya Korea ya Kaskazini waionyeshe dunia kwamba bado wanayo support kutoka kwa marafiki zao tena wenye nguvu kiuchumi kama China ambaye ni uchumi namba 2 duniani, lakini pia wenye nguvu kijeshi kama Urusi ambayo ni jeshi namba 2 duniani. Hata hivyo, Kim Jong-un alisisitiza hakusita kuonyesha dunia kile anachokipenda kuliko vyote, yani silaha. Kim Jong-un alionyesha silaha za kibabe kabisa walizonazo, ikiwemo makombora ya aina ya Intercontinental Ballistic Missiles. Kwa wale wasiojua historia ya chama hiki cha Korea ya Kaskazini na uanzishwaji wa taifa hili la Korea ya Kaskazini, ngoja ni kurudishe nyuma kidogo tu ili upate kulielewa taifa hili linaloongozwa na kiongozi machachari
Ilikuwa ni tarehe 8 mwezi wa pili mwaka 1904, himaya ya Japan ilifanyia himaya ya Urusi shambulio la kustukiza huko katika bandari ya Urusi. Shambulio hilo lilizaa vita kamili kati ya himaya ya Urusi zama hizo na himaya ya Japani ya zama hizo. Vita hii huwa inaitwa Russo-Japanese War. Vita hii ilimalizika mwaka 1905 ambapo Japan walitoa ushindi mnono. Moja ya sababu ya Japan kuivamia Urusi ilikuwa ni kuitoa Korea, ambayo kipindi hiko Korea ilikuwa ni Korea moja tu, yani kaskazini na kusini waliishi pamoja kama ndugu. Kutokana na ushindi huo wa Japan dhidi ya Urusi, Korea nzima rasmi ikawa ni koloni la Japan. Kisheria mwaka 1910 ndiyo Korea rasmi ilisaini kuwa koloni la Japan. Wakorea waliumizwa sana na utawala huo wa Japan, kwani walilazimika kubadili mifumo ya maisha ili kuendana na kile anachokitaka mkoloni wao, na maanisha lugha, lakini pia na maanisha sera zao za siasa na vitu vingine vingi. Urusi ilibaki na kinyongo na kuwapa kulipiza kisasi. Wakorea nao wakaanza kuunda vikundi mbalimbali vya wapigania uhuru, ambao wengi walikuwa ni vijana ndio waliounda vikundi hivyo. Babu yake na Kim Jong-un aliyeitwa Kim Hyong-jik aliamua kuwa mwanaharakati wa kupinga utawala wa Japan, lakini alikuja kufariki mwaka 1926. Mwanae aliyeitwa Kim Il-sung naye alipokuwa kijana akaanzisha mapambano. Huyu mwanae ndio wengi tunamjua, kwani ndiye aliyekuja kuwa rais wa kwanza wa Korea ya Kaskazini. Akiwa kijana alipambana sana na msaada mkuu aliupata kutoka kwa Warusi, kwani alijua fika kwamba Warusi walikuwa hawapatani na Mjapani, hivyo aliona Warusi ndio watakuwa wakombozi wao wakuu. Babu huyu wa Kim Jong-un alipewa mafunzo mengi ndani ya Urusi na alikaa muda mrefu sana kule Urusi. Habari zinasema hata mtoto wake wa kwanza ambaye ndio baba wa Kim Jong-un alimzalia Urusi. Kipindi cha vita kuu ya pili ya dunia ndipo Urusi wakaamua kwenda kulipa kisasi katika himaya ya Japan. Baada ya kumalizana na Adolf Hitler huko Ulaya, Warusi waliingia na kuanza kupambana na Japan. Walikuta tayari Marekani pia anapambana na Japan. Warusi waliingiza majeshi kwenye koloni la Japani ambao ni Korea, nia ikiwa ni kuibeba Korea mikononi mwa Japan, kwani toka miaka mingi Warusi walikuwa wakiitaka Korea, hasa upande wa kaskazini, kwa sababu ulikuwa umekaribiana na nchi yao, hivyo kwao ilikuwa ni muhimu. Matokeo ya vita yakawa ni ushindi kwa Warusi na Wamarekani. Hivyo Warusi wakaibeba Korea ya Kaskazini na Marekani na Japani rasmi ikasalimu amri. Ilikuwa ni tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka 1945. Hapo ndipo ukawa mwanzo wa kuwa na Korea mbili. Kiongozi wa Urusi Joseph Stalin akamchagua kijana wa Kikorea ambaye ndo alikuwa babu yake na Kim Jong-un, akawa ndo rais wa kwanza wa Korea ya Kaskazini akiwa kijana mdogo sana mwenye miaka 30 na. Kwa maana hiyo, huo ndo ukawa mwanzo wa taifa la Korea ya Kaskazini chini ya chama chao cha Workers Party of Korea, ambacho siku ya jana ndio kilisherekea miaka 80 ya chama hiko. Babu yake na Kim Jong-un alifanya mengi sana. Hapo mwanzo, kabla ya vikwazo vingi vya Korea ya Kaskazini ndio ilikuwa inaongoza kwa utajiri, yani uchumi mzuri kuliko Korea ya Kusini. Babu yake na Kim Jong-un alifariki mwaka 94, kisha akashika mtoto wake Kim Jong-il ambaye ndio baba yake na Kim Jong-un, ambaye na yeye pia alifariki mwaka 94. Ambaye na yeye pia alifariki ilikuwa ni Disemba 17 mwaka 2011. Ndipo Disemba 25 mwaka huo 2011 mtoto au mjukuu Kim Jong-un akashika madaraka akiwa kijana mdogo mwenye miaka 27 tu. Kwa mnaopenda historia kwa undani kama hivi, huwa ninazungumza mambo mengi sana ya siasa za kimataifa kwa undani, habari mpya zinazotokea, lakini pia ninachimba ndani zaidi katika historia, hasa ninapokuwa katika group letu la WhatsApp, yani Robin Media WhatsApp group. Huwa nina rekodi audio ya dakika 20 kila siku. Kupata audio zangu ni shilingi 5,000 tu kwa mwezi mzima. Namba ni 0745861107. Mimi ni mwandishi wa habari wa kujitegemea. Ninategemea zaidi mchango wako wewe ili uweze kufanikisha kazi hii zidi kufika mbali zaidi. Kwa wewe ambao ungependa kusapoti kazi yetu, namba ni 0745861107. Hii ni Robin Media na mimi ninaitwa Robin Rachel.